Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kualika siku ya leo katika neno la Mungu, katika tafakari yetu hii leo, ikiwa ni siku ya 18 ya mafungo yetu ya siku 40 ya kipindi cha Kwaresma. Na siku 3 zilizopita nimeanza kukueleza juu ya minyororo kumi inayofunga maisha yetu, na nimesha kueleza mnyororo wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo kama hujatazama au hujafuatilia, naomba ufuatilie, ingia kwenye channel hii ya Amka Ule na uangalie video hizo. Utaona siku ya hilo somo la mnyororo wa kwanza na mnyororo wa pili, ili uweze kufuatilia tunakoelekea sasa hivi. Leo nataka kuzungumza juu ya mnyororo wa 3. Na huu ni mnyororo wa kutokusamehe. Huu mnyororo umetufunga wengi. Immaculée Ilibagiza ni mwanamke shujaa sana kutoka Rwanda, na habari yake mimi imenigusa sana moyo. Nimesoma kitabu chake kimoja karibu mara 3 mara 4. Ni kitabu ambacho unatamani kukirudia na kukirudia tu, maana ni kitabu cha pekee. Na ni habari ya kweli. Ni wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Familia yake yote pamoja na ndugu zake na marafiki wote waliuawa. Alikuwa ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto, ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto wa 4, maana yake ni wa mwisho. Na kaka zake wote watatu waliuawa, na yeye alibaki. Mama yake, baba yake wote waliuawa. Marafiki, ndugu zake na majirani wote waliuawa. Kwa bahati nzuri yeye alifanikiwa. Baba yake alifanikiwa, kabla hajauawa alikwenda kumficha kwenye nyumba ya mchungaji mmoja, kwa sababu ili asiuawe. Huyo mchungaji alikuwa ni Mhutu, na wale wauaji walikuwa hawakagui nyumba za Wahutu. Kwa hiyo akaenda kumficha binti yake kule, na yule mchungaji alimficha. Alikaa kwenye choo siku 91 na wanawake wengine 7, wakijificha, wakiwa na hofu, njaa kali na uchungu. Tunamshukuru Mungu, huyo mchungaji alijitahidi kuwapa chakula alivyoweza, kwa tabu sana. Lakini cha kushangaza sana ni kwamba pamoja na haya yote yaliyotokea, baada ya yote hayo, Immaculée alijifunza kusamehe wale wauaji wake, wale walioua familia yake. Ameandika kitabu kizuri sana kinachoitwa Left to Tell, kwamba niliachwa ili nisimulie. Na katika kitabu hiki Immaculée anasema kwamba niligundua kwamba ikiwa nitabaki ninashikilia hasira, ikiwa itabaki nashikilia chuki, nitakuwa mfungwa wa milele, lakini msamaha umenipa uhuru. Anasema aligundua kwamba ikiwa atabaki ameshikilia chuki, ameshikilia hasira, ameshikilia kutokusamehe, atakuwa mfungwa wa milele, angekuwa mfungwa wa milele. Lakini anasema aliposamehe amepata uhuru, msamaha umempa uhuru. Ndugu zangu wapendwa, habari hii ya Immaculée ni kielelezo cha kile kinachotukabili, tunachokabiliana nacho watu wengi sana, mnyororo huu wa kutokusamehe. Hebu nikuulize maswali machache. Hivi umewahi kuhisi uchungu moyoni kila unapokumbuka kwamba kuna mtu alikuuzi zamani, alikufanyia vituko zamani, alikuumiza zamani, unashindwa kabisa kumsamehe, unapata uchungu mkubwa? Hivi kuna mtu ambaye umeshindwa kumsamehe kabisa, hata baada ya miaka mingi umeshindwa kabisa kumsamehe? Au nikikuuliza kwamba hivi kuna mtu ambaye unashikilia kinyongo dhidi yake, na umeshindwa kabisa kumsamehe, kinyongo kimekuwa kikali, umeshindwa kumwachilia, Hivi nikuulize pia, hivi unaelewa kwamba kumsamehe mtu mwingine ni kwa faida yako wewe, ni kwa faida yako mwenyewe, na kuna kuletea uhuru wa kweli wewe mwenyewe? Sasa kutokusamehe ni mojawapo ya minyororo mizito sana ambayo inatufunga wengi leo. Inatuzuia kuishi maisha ya furaha, inatuzuia kuishi maisha ya amani, inatuzuia kabisa. Na mara nyingi ndugu zangu, tunabeba majeraha ya zamani, tunapokataa kuwasamehe wale ambao wametuuzi, wametuumiza, wametusaliti. Inawezekana ni mume wako, ni mke wako kakusaliti, au labda ni majirani wamekufanyia vitu vigumu, au ni ndugu zako. Tunadhani kwamba tukishikilia huo uchungu tunalinda nafsi zetu labda, lakini ukweli ni kwamba tunajiumiza sisi wenyewe.
Na ndio maana Yesu katika Injili ile ya Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 14 anasema, mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe na ninyi pia. Maana yake ni kwamba, ndugu zangu, kipimo cha sisi kusamehewa na Mungu kinategemea jinsi gani na sisi tunawasamehe wengine. Ikiwa tunashikilia chuki, ikiwa tunashikilia visasi, tunafunga mioyo yetu kupokea neema na rehema za Mungu. Hilo tulijua. Na ndio maana katika Biblia kwa mfano tunamuona Yusufu, mfano mzuri sana wa Yusufu ambaye yule wa Agano la Kale, ambaye aliweza kusamehe kwa kweli. Ndugu zake walimchukia, walimuonea wivu, wakamchukia, wakamuuza utumwani, wakidhani kwamba wameharibu maisha yake. Lakini Mungu alimuinua Yusufu hadi akawa waziri mkuu wa Misri. Imagine. Na badala ya kulipiza kisasi, Yusufu aliwasamehe ndugu zake. Unaposoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 50 mstari wa 19 na wa 20, Yusufu anasema kwamba msihofu, msinihofu hata kidogo. Mimi si badala ya Mungu. Ninyi mlikusudia mabaya dhidi yangu, lakini Mungu alikusudia mema. Anawaambia msiogope bwana. Mimi nimewasamehe. Ndugu zangu, hili jambo linanifundisha au linatufundisha kwamba msamaha sio kwa sababu wengine wanastahili. Hatusamehi kwa sababu wengine wanastahili, bali tunasamehe kwa sababu msamaha ni tendo la kumwachia Mungu mamlaka ya kuhukumu na kuponya. Hiyo ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Wewe mwachie Mungu. Mtakatifu Agustino anazungumza, anasema vizuri sana. Anasema kushikilia chuki kwa mfano, kushikilia chuki ni kama vile wewe kunywa sumu alafu unatarajia adui yako ndio afe. Maana kama kuna mtu hujamsamehe, yani ni kama vile wewe unakunywa sumu wewe alafu unataka yeye afe. Haiwezekani. Sasa kutokusamehe ni mzigo mzito sana unaotufanya tukae katika giza la machungu badala ya kwenda kwenye nuru ya neema ya Mungu. Na Yesu mwenyewe alitufundisha msamaha alipokuwa pale msalabani. Alitufundisha msamaha. Ingawa aliteswa vibaya, ingawa alipigwa mijeledi, ingawa alidhalilishwa, lakini bado alilia kwa baba yake, alilia kwa uchungu. Kwenye ile Luka ile sura ya 23 mstari wa 34, alilia kwa uchungu akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Ndugu zangu, Yesu ametupa mfano wa kusamehe hata wale waliomsulubisha. Na sisi pia ndugu zangu tunaweza kujifunza kuwasamehe wale waliotuumiza sana. Tunaweza kujifunza. Mtakatifu Maria Faustina anaandika kwenye shajara yake, anasema amani ya kweli huja wakati moyo umeachilia kabisa msamaha. Amani ya kweli inakuja. Ndugu zangu, kusamehe ndio njia ya ukombozi wa kiroho. Kusamehe ndio njia inayotufanya tuwe huru na kutufungulia zile baraka za Mungu. Sasa kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tunapaswa kuangalia na kujiuliza sana kwamba je, kuna mtu ambaye ninashindwa kumsamehe? Je, ni hasira gani ninabeba kwa muda mrefu? Tukumbuke Waefeso. Paulo anapoandikia Waefeso kwenye ile sura ya 4 mstari wa 31 na mpaka wa 32, Paulo anawafundisha, anasema acheni uchungu wote, acheni ghadhabu, hasira, kelele, matusi. Anasema acheni, pamoja na kila namna ya uovu. Anasema acheni. Anasema muwe wema ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama vile Mungu alivyowasamehe ninyi katika Kristo. Paulo anatoa mwaliko mzuri huo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaalikwa tufahamu hilo kwamba kusamehe ni tendo la hiari, sio hisia. Ni tendo la imani, sio hisia. Tunasamehe kwa imani. Hatusamehe kwa kujisikia vizuri, mpaka ujisikie vizuri ndio usamehe. Kusamehe sio hisia, sio tendo la hisia, ni tendo la imani, ni tendo la hiari. Kwa hiyo tukiamua kusamehe, Mungu atatujaza amani yake. Kwa hiyo basi ndugu zangu, tumuombe Mungu atusaidie sana, atusaidie kufungua minyororo hii ya kutokusamehe na kutembea katika uhuru wa upendo wa Mungu mwenyewe. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Fuatana nami siku ya kesho tutakapoendelea na kuelezea mnyororo mwingine unaofunga maisha yetu.